Kabla hawajaingia kwenye ndoa, basi ni vyema wakapima na kufahamu hali zao za vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell. Hello Mwanaafya Mtaa, kama nilivyokuambia matukio yanaendelea hapa Maweni Referral Hospital na tumebahatika kukutana na mgeni mwingine, atajitambulisha tutamfahamu ni nani. Habari madam? Nzuri kabisa, mimi naitwa Dr. Asteria Mpoto na toka Wizara ya Afya, nasimamia huduma za sickle cell, hemophilia na magonjwa ya damu. Sasa madam, kwa kifupi zaidi ningependa kufahamu kwa nini mwaka huu mmeamua kuadhimisha hapa mkoani Kigoma? Mwaka huu tumeamua kuadhimisha katika mkoa wa Kigoma. Kwanza, kama tunavyofahamu, lengo la maadhimisho ni kuwajengea uelewa wananchi, jamii nzima waweze kuelewa kuhusiana na ugonjwa wa sickle cell. Lakini la pili, kwa nini tuko Kigoma? Tuko Kigoma kwa sababu kwa takwimu sasa hivi mkoa unaoongoza kuwa na idadi ya wagonjwa wengi ni mkoa wa Kigoma. Kwa hiyo ndio maana tumekuja Kigoma kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu ili wananchi wa Kigoma waweze kuelewa ugonjwa wa sickle cell ni nini, wapime mapema. Ujumbe wa mwisho hususa kwa sisi vijana ambao tunachipukia, ambao ndio tupo katika mazingira hatarishi sana ya kubeba au kuwa keria wa hii changamoto, nini unatushauri? Kwa vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa, hawa hawajaanza mahusiano, na washauri kabla hawajaingia kwenye ndoa, basi ni vyema wakapima na kufahamu hali zao za vinasaba vya ugonjwa wa sickle cell ili waweze kuchagua wenza sahihi kuepuka kupata mtoto mwenye ugonjwa wa sickle cell. Asante sana madam, nakutakia majibu mema na utekelezaji mwema.